Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mara tu baada ya zile voice kuvuja, voice ambazo zilikuwa anasikika Haji Manara akiwa anamsema vibaya Alikiba kwamba hajui kuimba na bana poa, watu wanamsifia, wanampabichwa bure na Diamond ndiye msanii mkali. Kwa hiyo Alikiba asijishindanishe kabisa na Diamond. Diamond anatoa ngoma ambazo zinaenda kimataifa, wakati yeye Alikiba akitoa nyimbo zake ni anabana poa na kuimba nyimbo kama vile utu na utulivu na vitu vingine kama hivyo. So baada ya hizo voice kuvuja, zimesambaa sana mtandaoni kusema ule ukweli, na mtu wa kwanza kabisa nadhani kusambaza alikuwa ni Mange. Sasa baada ya watu kuzisikiliza, nadhani Alikiba pia voice hizo zimemfikia na ameamua kurespond, ameamua kumjibu moja kwa moja Haji Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram. Alikiba pale juu katika Insta story ameweka picha kama mbili hivi. Picha ya kwanza ni ya puto lile ambalo hili puto bwana ni kama vile ukiliangalia limelala hivi, limelegea, umeona bwana. Alafu pembeni akaweka picha hapo ya twiga pembeni, umeona bwana. Alafu pia akamtagi kabisa Haji Manara hapo katika hiyo Insta story ya Alikiba, kisha akatumia wimbo wa Mwana FA ambao unaitwa Dume Suruali, umeona bwana. Kwa hiyo watu wanajiuliza kwamba hii posti ya Alikiba inamaanisha nini, kuweka puto hilo likiwa limelala hivyo, alafu pembeni twiga, alafu akamtagi Manara, alafu akaweka nyimbo ya Dume Suruali katika hiyo posti, kwamba Alikiba alikuwa anamaanisha nini. Lakini hii tunachofahamu awali kabisa ni kwamba tunajua kwamba hii ndo responde jinsi ambavyo Alikiba amemjibu Manara baada ya zile voice kuvuja. Lakini pia vile ni kwamba maswali ndo hayo, watu wanajiuliza kwamba hapa Alikiba bwana alikuwa anamaanisha nini. So hapa kuna page imeandika kwamba bwana, kwani Alikiba anamaanisha nini hapo kumtagi Manara na kuweka hilo puto pamoja na twiga pembeni. Sasa wadau hapa wanamaanisha, walivyoelewa watu ni kwamba twiga ni Zailisa ambaye ndo alikuwa mwanamke wa Manara na ndio aliyetoaga hizi habari kwamba Manara ni mambo ya maputo yamelala na vitu vingine kama hivyo. Nadhani watu wazima au watu wa town watakuwa wanaelewa what is going on. Sasa ngoja tuangalie comment za wadau hapa chini. Wanazungumziaje posti ya Alikiba ambayo ni kama vile respond kwenda kwa Haji Manara kwa kile ambacho alikuwa amekizungumza kwenye zile voice note ambazo zimevuja. Kwa hapo kuna page imeandika kwamba bwana, posti ya Alikiba baada ya voice note za Manara kuvuja. Mmeelewa nini? Kuna mtu hapa amekuja amecomment anasema kwamba bwana, mzigo umelala, asimamishi kwa twiga. Umeona kuna mtu amekuja kudefine hivyo. Kwa mtu mwingine sasa, bwana Alikiba kweli jeuri. Kwa mtu sasa, bwana maadili yako wapi jamani? Uto uko wapi? Hizo voice ziko wapi? Hebu nileteeni kwanza nizisikilize na mimi. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu sasa, bwana na Manara bwana kesha jibu eti aliishi na adui, mambo ya familia yalikuwa yanarekodiwa ili yaje yatumike kama mtaji wa kodi, sijui kama anisha nini hapo, ila zai. Kuna mtu ameandika hivyo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kama umeiona hiyo posti ya Alikiba kuweka hilo puto, alafu kuweka picha ya twiga pembeni na kutumia wimbo wa Mwana FA Dume Suruali, unahisi kwamba alikuwa anamaanisha nini? Hebu weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.